Hati miliki hizi ambazo zinakwenda kugaiwa leo ni zimetolewa kwa utaratibu ambao ni kazi zetu za kila siku sisi kama Wizara ya Ardhi, lakini kwa wiki hii ambayo ni tunaelekea kwenye kilele cha siku ya mwanamke, tulitoa kipaumbele zaidi kwa wanawake, kwamba wale wanawake ambao wanamiliki ardhi ambao tayari imekwisha pimwa, na tulitoa kipaumbele hata kwa wale ambao wanamiliki pamoja na wenza wao waweze kufika na kuweza kumilikishwa, na tumeweza kutoa hati za kutosha. Kuna watu wameandaliwa hati hapa na kuweza kupata hati zao. Tunashukuru kwa mwitikio wenu, na kama nilivyoelekezwa, labda niende moja kwa moja kwenye swala la hati. Hati miliki ndio nyaraka ya mwisho kabisa ya umiliki wa ardhi, na ndio nyaraka kubwa zaidi ya umiliki wa ardhi. Unapokuwa na hati miliki unakuwa na haki ambayo tunasema ni exclusive, ambayo inakuwa imewa exclude watu wengine wote, na wewe peke yako ndio unakuwa ni mmiliki wa kipande hicho cha ardhi. Hati hii unapokabidhiwa hati yako, kwanza unapaswa uitunze. Nini umuhimu labda wa kuwa na nyaraka hii? Labda kama alivyokuwa amenikaribisha kamishna alivyoelekeza, umuhimu wa kuwa na hati miliki kama nilivyosema, kwa sababu hii ndio nyaraka ya mwisho ya umiliki. Nyaraka hii inaweza kutumika kama dhamana, kwa mfano kwenye taasisi zinazotoa mikopo. Kama ni hati whether kiwanja kina nyumba au hakina nyumba, taasisi ambazo zinatoa mikopo wanaweza kufika kwenye kiwanja chako, wataangalia thamani ya kiwanja chako na wataangalia kiwango chako labda wewe cha fedha ambacho unastahili kupewa, na hati hii itatumika kama dhamana. Wao wataileta kwetu, tutaisajili ule mkopo waliokupa, mtafanya biashara ambao unataka kuifanya, na baada ya kukamilisha mkopo wako baadaye utakuja kuitoa na itarejea mikononi mwako. Lakini vile vile kuwepo na kuwa na hati miliki kuna kusaidia wewe mmiliki wa ardhi, mwanamke hususan kwa kipindi hiki ambacho sasa ndio tunatoa hati hizi kwa ajili yenu, kuepuka migogoro isiyokuwa ya lazima, kwa sababu mipaka ya ardhi yako imekuwa defined ndani ya hati hii. Hakuna mtu atakayeweza kuja kuvamia ardhi yako na kusema hapa ni kwangu, kwa sababu tayari sisi tumeshatambua mipaka yako, tumetambua eneo lako, na ndio maana tumekukabidhi hii nyaraka. Hizi hati kama alivyoeleza msajili wa hati, kweli lazima tuzitunze vizuri sana. Kwanza zisiharibike, lakini pia zisipotee au kuharibika. Maana yake kuna kuliwa na wadudu. Tunazipata kule ofisi, nyingine zimeliwa na wadudu mchwa, nyingine zimepata maji, nyingine zimewekwa katika mazingira ambayo zinaweza zikapata moto zikaungua. Lakini kwenye kuzitunza sasa ndio hapo msisitizo mkubwa sana, kwamba tuzitunze ili zisiharibike au zisipotee, au tuziwe katika mazingira ambayo labda uwizi unaweza ukafanyika ikaibwa, kwa sababu katika mazingira yote hayo matatu, labda imeibiwa, imepotea au imeharibika sana kiasi cha kutokuweza kutumika sasa, basi kupata nyingine italazimika tena kuingia gharama. Lazima utaomba kwenye ofisi ya msajili wa hati, utatoa kwanza taarifa polisi kwamba hati yangu labda imepotea au imefanyaje. Alafu kisha utaomba kwenye ofisi ya msajili ili upate nyingine, kwa sababu si kwenye ofisi tunatunza na nyaraka nakala nyingine moja. Kama mnakumbuka, mtakuwa umesaini nakala mbili, moja itabaki ofisini, moja tutapewa. Ile moja inakaa ofisini inatunzwa pale. Kitokea sasa upotevu namna hiyo, basi utaomba, na nyaraka za serikali zilivyo, utakapokuwa unaomba labda nakala sasa, huwa kuna gharama. Utalazimika kugharamika. Kwa hiyo kuna swala la muda, kuna swala la hizo gharama, unaona? Na muda ukiomba sasa hati iliyopotea au iliyoharibika au ilifanyaje, kuna muda ambao sasa itakaa kidogo, maana yake tutatangaza kwenye magazeti ya serikali na magazeti yanayozunguka, ili kuona kwamba kwa mfano kama ilikuwa imepotea, kama iko mkononi mwa mtu fulani ambaye hana nia nzuri, akiliona ile tangazo aidha airudishe au vinginevyo. Sasa muda ule tutakao tu ukiisha, na kwa sheria sasa hivi ni siku 30. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo muda unaenda. Hata ikipotea utakaa siku 30 ndio ianze kutengenezwa nyingine. Siku 30 zile zikiisha, basi msajili wa hati atakupa gharama, utalipia, alafu atakupatia nakala kutoka kwenye ile iliyobaki kwenye ofisi. Kwa hiyo ni muhimu sana, kama alivyosema mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba tuzitunze hati hizi vizuri, kwa sababu zitakapopotea au zitakapoharibika, basi kupata nyingine ni kamchakato kama alivyosema. Na kamchakato wewe kanatumia muda, kanatumia gharama. Kwa majina naitwa Netiwe Ernest Mhando, ni mwanasheria kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa siku ya leo tuko hapa mji wa Makambako, mkoa wa Njombe, tukitekeleza maagizo ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Dr. Leonard Akwilapo,
ambapo alielekeza kuendesha kliniki nchi nzima mikoa 26 inayoenda kwa jina la Samia Ardhi Clinic. Lengo la kliniki hii ilikuwa ni kuwahudumia wanawake katika hili juma ambalo tunaendea siku ya wanawake duniani, yani tarehe 8 Machi. Na kliniki hii zimekuwa zikiendeshwa mikoa yote nchini kuanzia tarehe 2 na kilele chake kitakuwa tarehe 7. Katika kliniki hizi Wizara ya Ardhi imechagua kwenda na kauli mbiu inayosema mwanamke haki yako, miliki ardhi sasa. Kauli hii inaenda sawia na kauli mbiu ambayo inatupeleka katika kilele cha siku ya wanawake duniani inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya mwaka 2050. Katika kliniki hizi lengo kuu ni kumwezesha mwanamke kumiliki hati ya kumiliki ardhi. Kama tunavyofahamu kwamba ardhi ni kitu chenye thamani, na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza wazi kabisa kwamba kila mwananchi ana haki ya kumiliki rasilimali sawa. Hiyo ikimaanisha kwamba mwanamke naye ana haki sawa ya kumiliki mali ikiwemo ardhi kama mwanamke. Na tunafahamu kwamba ardhi ni kitu ambacho kina thamani, kwani ukimiliki ardhi kwa namna moja au nyingine ni kitu ambacho kinaweza kukupatia kipato kwa kuweza kuweka kama rehani kwenye vyombo vya fedha na ukapata mtaji, ukapata kipato. Na tunafahamu kwamba mwanamke akiwa amewezeshwa au mwanamke akiwa na kipato, basi familia imewezeshwa. Kwa minadi hiyo pia tunaelewa kwamba sheria zetu ambazo zinaongoza masuala ya ardhi nchini, tukianza na sheria ya ardhi ya mwaka 1999 sura namba 113 na sheria ya ardhi ya vijiji ya mwaka huo 1999 sura namba 114, pamoja na sheria nyingine ikiwepo sheria ya ndoa, ikiwepo sheria ya rehani. Sheria zote hizo zimewekwa masuala ambayo yanazingatia kumwangalia mwanamke. Kwa kweli lengo kuu la kliniki hii ni kuwafikia wanawake wengi zaidi. Kama tunavyofahamu kutokana na mila zetu tulizonazo, wanaume wamekuwa wakimiliki hati kwa muda mrefu, lakini wanawake hawakuwa wamefikiwa kwa asilimia kubwa. Kwa lengo hili la kliniki hizi ni kuongeza ushiriki wa wanawake katika kumiliki ardhi. Na kwa takwimu tulizonazo mpaka sasa ni asilimia 28 tu ambayo kati ya hati miliki zote zilizopo zinamilikiwa na wanawake. Kwa hiyo tunalenga kuongeza ile idadi ya wanawake ambao watakuwa na miliki ardhi na wanakuwa na hati miliki za ardhi zao. Na tunapenda kusema kwamba kwa kweli swala hili limekuwa na mwitikio mkubwa sana, na kwa hapa kwetu mji wa Makambako mkoani Njombe, kama mmeweza kushuhudia leo, tulikuwa na mgeni rasmi wetu, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako, ameweza kutoa hati miliki kwa zaidi ya wanawake 30, na sio leo tu, toka tumeanza tarehe 2 tumekuwa tukitoa hati, na swala hili litaendelea mpaka pale tutakapohitimisha siku ya kilele tarehe 8. Majina naitwa Ana Nakoli Kipela, naishi katika mji wa Makambako. Napenda kumshukuru Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassani kwa hili ambalo amependa kulitufikiria sisi wanawake. Ametusaidia sana kupata hati miliki kwa bei ndogo. Tunamshukuru sana Rais wetu wa Tanzania kwa hili jambo ambalo amelifanya kwa nchi nzima. Tunapenda kumpongeza na kumwombea maisha marefu, aendelee na zaidi hata miaka mingine, ili swala la kliniki ya ardhi iendelee. Tunamshukuru sana sana, Mungu ampe maisha marefu ya kuendelea kutuongoza. Asante. Ni muda gani mmetumia kupata hati? Kwa kweli ni muda mfupi. Mimi nimeanza kufanyia process Jumapili na Jumatatu nikaambiwa nije nilete baadhi ya vitu ambavyo ni picha na barua ya mtendaji, na jana nimeanza kuchukua hati yangu ya kwanza. Leo nimemalizia hati 3. Jumla nilikuwa na viwanja 4 na vyote nimeshapewa hati zangu na kwa bei ndogo. Namshukuru sana Rais wetu wa Tanzania. Hakuna usumbufu wote ambao Hakuna usumbufu hata kidogo. Yaani siwezi kuamini kwa muda niliotumia kupata hati 4. Kwa kweli namshukuru sana Rais wetu.
Familia imekuunga mkono vipi? Kwa kweli namshukuru Mungu, mume wangu amekuwa pamoja na mimi bega kwa bega kuanzia mwanzo kwenda kwa mtendaji kupata barua ya uthibitisho hata mpaka sasa niko naye hapa. Mungu ambariki sana mume wangu, amekuwa ni sababu kubwa sana kufanikisha hili jambo. Nini malengo yako baada ya kupata hati? Malengo yangu baada ya kupata hizi hati, natamani nifanye biashara kupitia hizi hati, niwe nachukulia mkopo. Kwa jina naitwa Vumilia Ibrahimu Kaduma, natokea mkoa wa Njombe, Makambako. Kwa kweli ninamshukuru Rais Samia kwa yote aliyotufanyia kama wanawake, na tunamwombea Mungu aendelee kujalia maono, aendelee kufanya hivi siku hadi siku. Tunashukuru sana. Na ninashukuru hata mume wangu aliye nifanyia haya mambo mpaka kufanikisha na kuniruhusu na kuniamini kwamba nije niipokee hati hii. Na ninashukuru nilipofika hapa sijapata usumbufu wowote. Kwa kweli nimepewa hati yangu ni hii. Ninashukuru sana. Umetoa gharama yoyote? Hapana, sijatoa gharama yoyote. Nini unashauri sasa kwa wale ambao wanahitaji kupata hati? Kwa kweli ninawashauri na wao wajitokeze, waje wafuatilie hii hati miliki, maana ni ya msingi sana, inatusaidia sana.